Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Alhamisi ya tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2025, mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika Kumbukumbu la Torati sura ya 30 aya 15 hadi ya 20. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 9 aya 25 hadi ya 25. Karibuni tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu ulivyoandikwa na Luka. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake kwamba imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya 3 kufufuka. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeisalimisha. Kwa kuwa yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe? Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Karibuni sasa tusikilize tafakari. Wapendwa katika Kristo, Mwenyezi Mungu anatualika siku ya leo kutafakari kwamba kumfuata Kristo ni kufanya maamuzi ya kiroho yanayotufanya tuishi kwa haki na uadilifu, tukikubali kubeba msalaba wetu na kutafuta maisha ya milele. Katika somo la Injili, Yesu anatoa mtazamo muhimu kuhusu msalaba na ufalme wa Mungu, akiwafundisha mitume wake na wafuasi wake kwamba ili kumfuata ni lazima wajitolee kubeba msalaba wao wenyewe. Yesu anawaambia lazima mwana wa Adamu apitie mateso mengi na kukataliwa na wazee, makuhani wakuu na waandishi, na uwawe na siku ya 3 afufuliwe. Rejea Injili Luka sura ya 9 aya 22. Hapa anajitambulisha wazi kama Masia ambaye atakufa kwa ajili ya dhambi za dunia. Lakini pia anasisitiza kuwa mfuasi wake lazima akubali kutembea njia hiyo ya mateso na kifo ili kufikia uzima wa milele. Ndugu zangu wapendwa, katika kipindi hiki cha Kwaresima, ikiwa leo ni Alhamisi ya Kwaresima baada ya Jumatano Majivu, tunapata mafundisho yafuatayo. Fundisho la kwanza ni kwamba tunaitwa kujitafakari kuhusu maisha yetu ya kiroho na kufanya mabadiliko ya ndani. Tunaalikwa kutafakari juu ya hatua ya kujikana wenyewe, kubeba msalaba wetu na kutafuta njia ya kumfuata Kristo kwa dhati. Huu ni wakati wa kujinyima, kujitolea na kufanya matendo ya huruma kwa wenzetu. Tunapojitolea na kufanya matendo ya huruma kwa wenzetu, tunajiandaa kwa Pasaka ambayo ndiyo sherehe ya ushindi wa Kristo juu ya kifo na dhambi. Tunaalikwa pia kufanya uchaguzi sahihi wa kiroho. Yesu anataka watu waache kufikiri tu kuhusu faida za kimwili, bali wafikirie kuhusu kile ambacho kinatoa uzima wa milele. Anataka watu waweke kipaumbele katika kumfuata kwa dhati, na sio tu kutafuta utukufu wa dunia. Tunahitajika kumtumikia Mungu katika kila jambo ili tuweze kupata kweli, amani na ustawi wa kudumu, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresima, kwa kujitolea kwa Mungu na kuweka mbele maslahi ya kiroho. Ndugu zangu wapendwa, fundisho la pili tunalopata katika Injili ni kuwa tunaalikwa kujitoa kwa ajili ya Mungu kwa nafasi ya kwanza. Tunahitajika kujitolea kikamilifu kwa Kristo na kuishi maisha ya kiroho yanayohusiana na mateso, dhihaka hata kifo. Kumfuata Kristo sio kitu kirahisi. Ni kujitolea kupitia magumu
na changamoto za maisha kwa ajili ya wokovu wetu. Pia kumfuata Kristo ni lazima kuweka kwa moyo wa upendo na sio tu kwa matendo ya nje, bali kwa kuamini na kutekeleza mafundisho yake kwa maisha yetu ya kila siku. Hivyo katika kujitoa kwa Mungu kwa nafasi ya kwanza ndio kutafuta maisha ya umilele. Yesu anasisitiza kuwa maisha ya kiroho ni muhimu zaidi kuliko yale ya kimwili. Kutoa maisha yetu kwa ajili ya Kristo ni njia ya kupata uzima wa milele. Katika jamii yetu kuna mwelekeo wa kutafuta utajiri na mafanikio yasiyo halali. Lakini Yesu anatuambia kwamba njia ya kupata kweli furaha na mafanikio ni kwa kumfuata kwa dhati, kumtumikia na kujitolea kwa wengine. Hasa katika hichi kipindi cha Kwaresima inatufundisha kuhusu kujikana wenyewe na kuacha tamaa za dunia ili kupata kile kilicho bora zaidi ambacho ni uzima wa milele. Ndugu zangu wapendwa, fundisho la tatu, tunaalikwa kujitolea kwa ajili ya wenzetu. Yesu anasema wazi kuwa kumfuata yeye ni zaidi ya imani ya kijamii au ya kimaadili tu. Ni kujitolea kubeba msalaba wetu, yaani kuchukua hatua za kujitolea na kukabiliana na mateso na changamoto za maisha. Katika jamii zetu tunakutana na changamoto mbalimbali kama vile matatizo ya kijamii, changamoto za kisiasa, migogoro mbalimbali. Lakini tunapojitolea kumfuata Kristo, tunapaswa kuelewa kuwa maisha ya Kikristo hayana uhakika wa kuwa rahisi. Yesu anasema kuwa magumu hayana sehemu ya safari yetu ya kiroho. Pia katika kujitolea kwa ajili ya wenzetu vile vile tunapaswa kuwa watu wa haki. Yesu anatufundisha kwamba haki ni sehemu muhimu ya maisha ya Kikristo. Tunapaswa kuitafuta haki katika matendo yetu na kuhakikisha kwamba tunatenda haki katika jamii zetu kwa kuepuka rushwa, kutetea haki za wanyonge. Hasa katika kipindi hichi cha Kwaresima, tujitahidi kuwa na moyo wa kujitolea na kuwa tayari kukutana na changamoto na magumu kama sehemu ya kumfuata Kristo kwa dhati. Ndugu zangu wapendwa, fundisho la 4, tunaalikwa kutambua thamani ya mtu na ulimwengu. Yesu anasema, mtu atafaidi nini ikiwa atapata dunia yote lakini akapoteza roho yake? Rejea mwinjili Mathayo sura ya 16 aya ya 26. Hii inatufundisha kuwa mali na dunia ya nje sio kipimo cha mafanikio ya kweli. Thamani ya maisha ni kukabidhi roho zetu kwa Kristo tunaposhughulikia changamoto zetu za kijamii, kiuchumi, kisiasa. Yesu anatuambia kuwa hali ya ndani ya roho zetu ndiyo muhimu kuliko mali au maarufu wa dunia. Katika kipindi hiki cha Kwaresima tunasisitizwa hasa kuwa na matendo ya upendo wa dhati kwa wengine, yana thamani zaidi kuliko mapambano ya dunia. Tafakari hii imetolewa kwenu na mimi Frateri Josafati Louis Lebulu kutoka Jimbo Katoliki la Same, ninayesoma masomo yangu ya teolojia mwaka wa 2 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu la Tabora, Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo.